Waroma wanamwona Mariamu ndio mpatanishi wao, si ndio hivyo? Wanamwona Mariamu ndio mpatanishi wao. Ndio maana wanapoomba hawamuombi Yesu, wanamuomba Mariamu awaombee kwa nani? Kwa Mungu. Lakini tunataka tujifunze, je, Biblia imeagiza tumuombe Mariamu atuombee kwa Mungu? Yes, Biblia itakuwa imeagiza. Tuangalie hapo Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 6. Inasema, basi kabla ya mambo yote hataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu, amani katika utauwa wote na katika ustahivu. Hili ni zuri nalo kukubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe kupitia kupata kujua yaliyo ya kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Inasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu ambaye ni Maria mtakatifu. Si ndio imeandika hivyo? Imeandika nani? Kristo nani? Ndio nani? Ndio nani? Ndio mpatanishi ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote atakaoshuhudiwa kwa majira yake. Biblia inatuonyesha kumbe mpatanishi wetu sisi ni Yesu peke yake. Nini maana ya mpatanishi? Look at me. Nini maana ya mpatanishi? Mimi nikigombana na Bwana Johnson, ina maana wewe unataka utupatanishe sisi. Unatakiwa uhakikishe unapatana na mimi na unapatana na Johnson, ndio unatafuta namna ya kutuunganisha mimi na Johnson tuweze kuelewana. Ndio maana Yesu alikuwa anapatana na mbingu, akaja na kwa wanadamu akajifanya dhambi aendane na sisi ili atukutanishe sisi na Mungu, kwa sababu kwa Mungu alikuwa na kigezo na huku pia akawa na kigezo. Ndio maana akawa ule ubinadamu wa kawaida. Na kuhusu kutuombea, anayetakiwa kutuombea ni Yesu. Warumi 8:34. Warumi 8:34 inasema, nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Sema anayetuombea. Kumbe anayetuombea sisi ni nani? Ni Yesu, kwa sababu yeye ndiye ana gharama yetu, yeye ndiye aliyegharamika. Sasa hiyo imekujaje hii doctrine ya kumwambia Maria awaombee kwa Mungu, wakati maandiko yameagiza anayetuombea ni Yesu? Aliyewaelekeza ni neno gani? Ni mtu gani? Ni Mungu gani aliyeelekeza kwamba tuombe kwa Maria akatuombee kwa Mungu? Mafundisho ya kishetani, mafundisho ya mapokeo yanakuja kwa namna kama ni Mungu, lakini ndani yake amembeba shetani mzima mzima. Na hata kuomba pia tumeambiwa tuombe kwa jina la nani? La Yesu. Ukisoma Yohana 14:13 inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Imeandikwa mkiomba lolote kwa jina la mama yangu, sio la mama yangu, kwa jina la Maria. Imesema kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Naye atalijibu ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kwa Yesu atalijibu ili Mungu atukuzwe kupitia mwanaye Yesu. Nazungumza na mtu hapo. Kwa nini mnaenda kuomba vitu vingine? Kwa nini unamwomba mtu mwingine wakati huyu alikuwa ni mtu tu aliyepata neema, na angekufa kwenye dhambi asingeenda mbinguni? Mmeingia kwenye ibada za mizimu, mmeingia kwenye ibada za kuabudu wafu, mmeingia kwenye ibada za kuabudu vitu msivyovijua. Ndio maana mnazidi kuteketea. Nguvu ya Roho Mtakatifu haipo kwenye makanisa yenu, nguvu ya Mungu haipo huko. Ndio maana mnateseka. Mnateseka kutoka kwenye addiction, mnateseka kutoka kwenye vitu fulani, mnatumia nguvu kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu. Mnafundishwa vitu vya ajabu, mmebebelea mafundisho ya uongo, mnafundishwa maliturujia ya uongo, kubebelea. Roho Mtakatifu anajifunua kila mahali, sehemu tofauti, anajifunua kwa namna ya tofauti. Hapa tunahubiri kwa habari ya hiki, ukienda madhabahu nyingine wanahubiriwa kingine, ukienda madhabahu nyingine wanahubiriwa kingine. Mungu sio wa utaratibu. Mungu sio wa kuwapa watu kanuni ya kufuata mwaka mzima. Mungu sio wa kupangilia mahubiri ya kuhubiriwa dunia nzima. Huyo sio Mungu. Mapokeo ya kiwanadamu. Ndio maana hakuna encounter yote ya kiungu kule.
Chochote anayokuambia mtu ametoka dini hizo, anakuambia alikutana na Mungu, sio alimemwona nini na nini. Mimi nimekutana na watu wengi wa huko wenye vifungo, hawazai, wamekutana na vifungo vya ajabu, nimewaponya, wanateseka. Na mwingine nimekutana naye ni padri, waga naongea kusema hii, nimekutana na padri Ufaransa, aliteseka. Kwa nini padri usingemsaidia? Kwa sababu wamekataa Mungu wa kweli, wamemkataa Kristo Yesu, wamefuata miungu. Shetani, maandiko yanasema shetani haji mwivi, haji ila kuiba na kufanyaje, na kuchinja. Kwa hiyo shetani akija huwa ni kama anakufurahisha, but the moment unamwabudu anaanza kukutia magonjwa, anaanza kukutia hasara, anaanza kukuletea shida. Hivi visukari sio vya ukoo, magonjwa ya ukoo, ni shetani, kwa sababu umemwabudu. Ukimwabudu na yeye anaachilia mabaya zaidi. Kama sisi tunavyomwabudu Mungu anaachilia mazuri, na shetani unavyomwabudu zaidi anaachilia mabaya. Mungu awakomboe hapo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hata kuomba tumeambiwa tuombe kwa jina la Yesu.